na mimi namuita mwalimu. Na mimi naamini huyo ndo kocha mkuu wa klabu ya Simba. Wewe muiti meneja mkuu. Yule ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Na yani unajua kuna mwanzo tulikuwa nasema kuhusiana na kanuni. Kanuni na nini? Tukizungumzia upande ndio ya kanuni na uhalisia. Kanuni na uhalisia. Kwenye kimakaratasi. Kikanuni. Meneja on papers jamani meneja. Sawa? Lakini kiuhalisia yule ndio kocha mkuu. Sawa? Matola ndo msaidizi wake, na yule alikuwa atakuwa na wasaidizi wawili. Yule alokuja naye kutoka huko Gaborone United na Matola. Hiyo ni sehemu ya benchi lake la nini? La ufundi. Na uzuri kwenye mechi atakuwa anakaa benchi ila sio kama kocha mkuu. Mbinu kupanga kikosi itakuwa ni majukumu ya nani? Bisho. Ya Bisho, sio ya Matola. Kuna watu nimeona mitandaoni wanasema kwamba Matola ndo atakuwa anachukua sijui tuzo za kocha bora wa mwezi. Sawa, atakuwa anachukua, lakini kiuhalisia yeye mwenyewe anaelewa kwamba anachukua kwa sababu kwenye maandishi ndo yuko hivyo. Ila kiutendaji kama Simba imefanya vizuri ndani ya huo mwezi, alafu kocha bora tuzo ikaenda kwa Matola kama kocha bora wa mwezi, lakini kiuhalisia hatakuwa yeye. Atakuwa nani? Ambaye wao wanamtem meneja mkuu Pantev. Kwa hiyo yule ni kocha, yani kiuhalisia ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Hiyo meneja ni cheo tu ambacho kipo, lakini kiutendaji, falsafa, sijui mbinu, ufundi, mifumo, substitution, mazoezini, yeye ndo oversee wa kila kitu. Yani yeye ndo head coach. Hiyo yani watu wasijidanganye kabisa, yule ndo head coach wa klabu ya Simba. Okay, bwana.